Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Huyu ndiye Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi hii ya upendeleo aliotupa ndani yake kwa utukufu wa jina la Yesu. Ni nafasi nyingine tena hii Baba yetu wa mbinguni ametupa. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja, na sisi tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu. Na ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu, tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hapa tulipofika ni mkono wa Mungu umetufikisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii, na tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hatuwezi kusogea hata hatua moja bila msaada wa Mungu wetu na Baba yetu katika Roho wake Mtakatifu. Ninayesema naye ni Mama Elwa, Jesus is the way, na nimesimama hapa kama chombo cha Kristo nikilihubiri neno la Kristo, ibada hii ikiwa imesimama katika msingi wa neno la Mungu ukiongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia siku ya leo nasema ya kwamba tazama sana msingi ambao wewe mtoto wa Mungu umeamua ukubebe, msingi wa maisha ambao wewe mtoto wa Mungu umeamua ukubebe. Neno tazama maana yake ni tuwe makini. Tamshukuru Mungu kwa nafasi hii. Baba Mungu, nasema asante. Asante kwa kutupa tena nafasi. Ni sisi watoto wako Bwana, hatuchoki kuja mbele zako. Katika agano kuu la damu ya Yesu nimekusanyika mimi na wateule wako wote pande zote za dunia, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu, nasema asante kwa nafasi hii. Msamaha wa damu yako Baba ninaomba juu yangu na juu ya kanisa lako. Ni katika agano la damu ya Yesu, katika jina la Yesu ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Wewe ndiwe Baba yetu wa mbinguni na duniani. Wewe ndio umetupa nafasi hii Bwana. Wewe ndio umetupa uhai, ukatuokoa, ukatuchagua sisi, ukatutukuza, ukatuita, ukatutuma tupate kukutumikia. Nasi tunasema asante kwa nafasi uliotupa ya upendeleo sisi kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Baba, nasema asante kwa msamaha wa damu ya Yesu, damu yako Yesu ya agano jipya juu yangu na juu ya wateule wako pande zote, katika jina la Yesu. Baba, nakusihi rehema zako na neema yako zisitupungukie Bwana Yesu, mimi na watoto wako wa Bwana, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa tumekusanyika katika agano kuu la damu ya Yesu lipitalo maagano yote. Tumekusanyika Bwana, damu yako Yesu ya agano jipya itazidi kutusafisha na kutufinyanga na kutuosha kabisa. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, tufinyange kwa neno la Mungu, tufinyange kwa damu ya Yesu, tufinyange kwa mikono yako iliyo ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Endelea kutazama kama kuna njia yote letao majuto kwenye maisha yetu Baba, ukatuepushie, ukatuongoze katika njia yako ya haki kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Niseme nini Bwana? Niseme nini juu ya nafasi hii Bwana? Baba, niseme nini juu ya uhai tulio nao ndani yako Kristo mwana wa Mungu aliye hai? Sante Baba, tumeimaliza wiki hii kwa jina la Yesu, na tunaendelea kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu. Ushindi wa damu ya Yesu ukiwa katika hatua zetu, juu yetu, juu ya nyumba zetu, juu ya kizazi chetu, juu ya kanisa lako lote. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, tufinyange. Roho Mtakatifu wa Mungu, zungumza na kila moja, na Baba uliyesema maneno yako akikaa ndani yetu Baba, katika jina lako Yesu tukiomba lolote hakika tunapokea. Roho Mtakatifu wa Mungu, zungumza nasi, na neno lako lenye kuokoa likamuokoe kila mmoja wetu. Asante Roho wa Bwana, katika jina la Yesu, damu ya Yesu, kila eneo mahali ibada hii inapopita, neno lako Baba linapita ndani ya damu yako takatifu, na mioyo yetu Baba nikiinyunyizia damu ya Yesu, fikra zetu, mawazo yetu, nikiangusha kila wazo na elimu zote zilizojinua, zinazojinua, zitakazo jaribu kujinua juu ya elimu ya Mungu, kwa jina la Yesu natamka zimeshindwa kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Nateka nyara fikra zetu kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, na kila fikra ninaiteka nyara sasa na kuiamuru ipate kumtii Kristo katika jina la Yesu. Asante Roho wa Bwana. Amen.
Amen. Tazama sana msingi ambao wewe mtoto wa Mungu umeamua ukubebe. Huu ndio ujumbe Roho wa Bwana ameuachilia katikati yetu. Na neno tazama manake uwe makini. Kuwa makini. Kwenye Biblia ukiona imeandikwa tazama, anaposema tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, yani uwe makini kwamba yuko Mungu mkuu, Mungu wa wote wenye mwili. Sasa jumbe unasema kwamba tazama sana msingi ambao wewe mtoto wa Mungu umeamua ukubebe. Umeamua, ni wewe unayeamua ni msingi gani ukubebe. Maana msingi huu ndio unaoamua uimara wako wa maisha yako hapa duniani au anguko lako la maisha hapa duniani. Na neno hili mtoto wa Mungu, baada ya wewe tu kuokoka, hakikisha unaanza kuishi na kutembea kwenye msingi ulio imara. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yani ukishaokoka, ukishaamini kwamba Bwana Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako hapa duniani, na Mungu Baba alimfufua katika wafu. Neno la Mungu linasema ukiamini, yani ukiamini ya kwamba Bwana Yesu amekufa na kufuka kwa ajili yako, na ukamkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe umeokoka. Amen. Unatolewa kwenye umauti, umeingia kwenye uzima, maisha ya uzima. Umetolewa kwenye maisha ya vifungo, umekombolewa kwa damu ya Yesu. Sasa mtoto wa Mungu, baada ya wewe kuokoka, hakikisha unaanza kuishi na kutembea kwenye msingi ulio imara. Kwa hiyo chunguza sana ni msingi gani unaojenga maisha yako hapa duniani. Ni msingi gani unajenga maisha yako? Kwa sababu kwa wewe uliokoka, shida sio mafuriko, shida sio misukosuko, shida sio upepo uvumao, shida sio mambo ya dunia hii, bali shida ni msingi uliokubeba. Kwa sababu ile damu ya Yesu ile tukomboa sisi watoto wa Mungu, Yesu alisema yote yamekwisha. Sasa shida sio misukosuko ya dunia hii, shida sio majaribu, shida sio upepo uvumao, shida sio maneno ya watu, shida sio vikao unavyokaliwa. Shida ni wewe umeamua msingi gani utembee nao baada ya maisha, baada ya wewe kumkiri Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na maana ya kwamba ni hivi, shida sio mambo utakayokutana nayo au mambo mangapi yatakayokuinukia. Tena hayo mambo bila kujali mambo hayo yanatisha kiasi gani kwa nje, bali shida ni msingi uliouruhusu wewe ujenge maisha yako ya sasa na ya kesho. Maana yake mahali ulipoamua wewe kusimama na kutembea, hapo ni mahali gani? Nitasoma neno la Mungu katika Mathayo 7 mstari ule wa 24, na nitasimama na msingi huu mpaka mstari wa 27, lakini nitakuwa nasoma vipengele. Bwana Yesu anatuambia hivi, Mathayo 7:24, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amen. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Nitarudia kusoma. Bwana Yesu anatuambia hivi, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba isianguke. Kwa nini? Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa neno hili tunaona tatizo sio mvua kunyesha na kuipiga ile nyumba, tatizo sio mafuriko kuja na kuipiga ile nyumba, wala tatizo sio pepo kuvuma,
bali tunaona kabisa misukosuko yote hii imekuja kwenye maisha ya huyu mtu, ila tunaona huyu mtu mbingu zinamuita ni mtu mwenye akili. Nakumbuka nyumba ni wewe. Wewe ndio nyumba ya Mungu. Wewe ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Mungu. Sasa neno la Mungu linasema mtu huyu, hii misukosuko yote haikumwangusha, haikumshinda, kwa sababu mtu huyu mbingu zinamuita ni mtu mwenye akili. Na mbingu zimepima kipimo cha akili cha huyu mtu, kipimo cha akili yake. Bwana Yesu anasema huyu mtu ana akili kwa sababu ameamua kujenga maisha yake juu ya msingi unaoitwa neno la Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu. Yaani ukishaamua msingi wako uwe juu ya neno la Mungu, Bwana Yesu ametamka, huyu Yesu tunayemwamini sisi, amesema ya kwamba unahesabika we ni mtu mwenye akili, na huyu mtu hata mafuriko, misukosuko ikija haiwezi kumtikisa, haiwezi kumwangusha. Huyu mtu ameamua kujenga maisha yake katika kulisikia na kulifanya na kulitenda neno la Mungu. Kulisikia, kulifanya na kulitenda neno la Mungu. Maana yake nini? Maana yake unapolisikia neno la Mungu, iwe ni kwa kuambiwa kama hivi, au kwa kufundishwa, au kwa kulisoma, unaliamini lile neno, unaanza kutembea juu ya kile ambacho ulichokiamini ndani ya neno. Una maana gani, Mama El? Mfano, kama neno linasema Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Umesoma neno la Mungu, umefungua Biblia yako, umesoma hivyo, au umesikia mtu anakuambia Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Mwokozi maana yake ni anaokoa. Basi haitajalisha ni hila ngapi zitataka kukuzamisha wewe, au hila ngapi zitataka uyumbe wewe, kwa sababu neno hili umelisoma, umeliamini kwamba Yesu ndiye Mwokozi aniokoaye katika hili. Basi usiyumbe kimawazo, usiyumbe kimaneno, usiyumbe kimatendo, bali wewe endelea kuamini Yesu ni Mwokozi. Maana yake anaweza kukuokoa katika kila jambo na kila hali. Ukiendelea kutembea kwa imani hii ulioipata kupitia neno la Kristo, hakika hautajua ni saa ngapi hiyo misukosuko walioipanga juu yako imeondoka maishani mwako. Hautajua ni saa ngapi maadui zako wameshushwa chini na wewe unaendelea mbele uking'aa kama dhahabu. Maana walipokujaribu wamekukuta maisha yako juu ya msingi imara, neno la Mungu, ambapo hapo Bwana Yesu anatuambia neno lake ni mwamba. Mwamba ni kitu kigumu ambacho kikipigwa, yani si rahisi kuvunjwa. Sikiliza, hakuna jambo lolote kutoka duniani humu wala kuzimu au popote pale litakaloweza kushindana na mwamba huu, ambalo mwamba huu ni neno la Mungu, na likashinda. Hakuna jambo lolote si kuzimu, si duniani, si kulia, si kushoto, si juu, si chini, si baharini, si nchi kavu. Hakuna silaha yoyote ambayo itapigwa juu ya maisha yako alafu wewe ikakukuta umesimama kwenye mwamba, uko ndani ya mwamba ambao ni neno la Mungu, na ikashinda. Kwa nini? Isaya 40 mstari wa 8 neno la Mungu linasema, majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu litasimama milele. Amen. Yani kila kitu kitapita, lakini neno la Bwana, neno la Mungu litasimama milele. Niliko imara, ni mwamba. Waraka wa kwanza wa Petro mstari wa 1 mpaka wa 25 neno la Mungu linasema, bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Ni hili neno unaohubiriwa sasa, litasimama milele. Mungu akisema amesema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa mtoto wa Mungu, wewe amua kusimama na kutembea kwenye msingi wa neno la Mungu. Hakika hakuna kitakacho kutikisa wala kukuangusha wewe, katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa
Mathayo 7 tunaendelea ule mstari wa 26. Bwana Yesu anaendelea kutuambia, anasema, na kila asikilizayo maneno yangu asiyafanye. Kumbuka pale alisema atakayeyafanya. Hapa anasema anayelisikia neno la Mungu asifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa ni kubwa. Haleluya. Roho Mtakatifu wa Mungu tusaidie tusiwe wapumbavu. Na kila asikiaye hayo maneno yangu, asema Bwana, asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Lakini mtu, sikiliza, hapa Yesu anasema yule mtu anayelidharau neno la Mungu, neno lake, mbingu zinamuita mtu huyu ni mpumbavu, ambaye maisha yake kaamua kujenga kwenye mchanga. Mvua iliponyesha, mafuriko yalipokuja, pepo zilipovuma na kupiga maisha ya huyu mtu, zikamuangusha kabisa, na anguko lake Bwana Yesu anasema limekuwa ni kubwa. Mtoto wa Mungu, unisikilize katika jina la Yesu, usikie leo kwa neno hili. Jitafakari, maisha yako umeamua kuyajenga wapi? Je, maisha yako wewe umeyajenga juu ya vitu, au juu ya watu, au juu ya maneno ya watu, au juu ya vitu vingine tu vya dunia hii, au chochote kile? Au umeamua maisha yako kuyajengwe juu ya neno la Mungu? Utasema, Mama Eli, una maana gani? Mfano, kuna watoto wa Mungu leo wanayumba kwa sababu maisha yao wameamua kuyajenga kwenye vitu. Na mfano tu mdogo, tunaona watu wanaaminishwa vitu ndio vinawasaidia, badala ya kuaminishwa kwamba damu ya Yesu ndio damu ya ukombozi. Mwisho hawa watu wanajikuta hawatembei tena na neno la Mungu moyoni, bali unaanza kutembea na vitu kama maji, vimafuta, viudongo. Unaanza kutembea navyo, vijiti, ukiamini ya kwamba kwa sababu hivyo ulipewa kwenye madhabahu fulani ndio vinakusaidia. Sasa wewe ambaye uko kwenye kundi hili, badilika, la si hivyo mafuriko yakija yatakuzoa, na Bwana Yesu anasema anguko lako litakuwa ni kubwa, kwa sababu wewe umeamua, mbingu zinakuita ni mpumbavu. Hujaamua maisha yako yajengwe kwenye neno la Mungu, bali umeamua maisha yako yajengwe kwenye hivyo vitu ulivyoaminishwa kwamba hivyo vitu ndio vinakuokoa, ndio vinakuletea ulinzi. Mfano wa pili, wengine wanayumba kwa sababu maisha yao wameamua kuyajenga kwenye miujiza. Siku miujiza ikikosekana, imani yao inayumba. Sikiliza mtoto wa Mungu, miujiza ipo, lakini Mungu hajatuumbia sisi tuishi kwa miujiza, bali katuumbia tutaishi kwa neno lake. Neno la Mungu katika Mathayo 4:4, neno la Mungu linasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo mikate ipo, lakini tunaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ngoja nikupe siri, mtoto wa Mungu. Ukiishi ndani ya neno la Mungu, msingi wa maisha yako ukiwa ni neno la Mungu, hakika miujiza inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Baraka zitakukimbiza wewe na kuhakikisha zinakupata. Ukiishi ndani ya neno la Mungu, miujiza ni sehemu ya maisha yako. Alafu niko hapa kukwambia, utotumia nguvu kupata vitu, kustruggle. Ni msingi wako tu uwe ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Baraka zitakukimbiza wewe na zitakupata na zitakuovertake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiishi kwenye msingi wa neno la Mungu, maadui watakujaribu lakini hawatakushinda. Yaani wewe watakushindwa wewe maadui,
kwa sababu ubaya wao utawarudia wenyewe. Maana ubaya wao ukija kwako unakutana na mwamba ambao ni neno la Mungu, unadunda, unawarudia wao wenyewe. Kwa hiyo utakuwa tu unapewa habari kwamba mtu fulani yamempata haya na haya. Unaanza kujiuliza. Ukiingia kwenye maombi, Mungu anakwambia kwamba walikuchokoza. Mungu anakwambia kwamba walikunyoshia silaha zao, ndio maana mimi nimepigana nao. Yani Mungu amepigana nao. Yani Mungu anakushindia vita hapa hata ambavyo wewe huvijui. Mfano wa tatu. Kuna watoto wa Mungu wanayumba kwa sababu misingi ya maisha yao wameamua kuiweka juu ya wanadamu. Umesahau neno la Mungu linasema, Yeremia 17 nafikiri ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtumanie mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Once ukitoa tumaini lako kwa Mungu, mara tu unapotoa tumaini lako kwa Mungu, ukaanza kuweka msingi wako kwa mwanadamu, haijalishi mwanadamu ana cheo gani, ni askofu, ni mtumishi, ni nani, yani ukitoa tu tumaini kwa Mungu ukaanza kuweka kwake, basi ujue kwamba neno la Mungu linasema amelaaniwa mtu yule amtumanie mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Sasa niko hapa kukwambia pointi yangu ya leo. Nataka tu uone shida sio misukosuko wapendwa. Shida sio misukosuko ya dunia hii. Maana hii misukosuko, majaribu huwa inajaribu kuwatafuta wote, wenye akili na wapumbavu. Lakini inamkuta mwenye akili juu ya neno la Mungu, na misukosuko hii haimuwezi mwenye akili. Na inamkuta mpumbavu juu ya misingi mingine kabisa na kumwangamiza. Niko hapa kukwambia kwa jina la Yesu Kristo, leo hii ni maombi yangu wewe uwe kwenye kundi la wenye akili na usiwe kwenye kundi la wapumbavu katika jina la Yesu. Toka kwenye kundi hilo la wapumbavu, ingia kwenye kundi la wenye akili ambao wameamua, msingi wangu mimi nimeamua ujenge kwenye neno la Mungu. Kwa maana hiyo unakuwa na muda wa kulisoma neno la Mungu, kulisikia neno la Mungu, kulitafakari neno la Mungu, na kutembea na kuamini na kutembea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ndilo neno la Bwana. Mungu azidi kutusaidia sana. Oh, haleluya. Basi nitakwenda kuomba. Amen. Leo nataka nikuombee. Ikiwa wewe ni mgonjwa, nitakuombea, na ikiwa una shida yoyote ambayo unataka Mungu akusaidie, basi utashika kwenye moyo wako, pia nitakuombea. Oh, asante Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, niseme nini Baba juu ya wateule wako wa Bwana? Niseme nini Baba juu ya pendo lako juu yetu? Niseme nini Baba juu ya maisha uliotupa ndani yako? Niseme nini Baba yangu wa mbinguni? Ninasema asante kwa kusema na sisi Bwana. Nimeuona ushindi wa damu yako juu ya kanisa lako, juu ya watu wako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Tazama Bwana, nimelisema neno lako kama ulivyonikusudia niliseme Baba. Basi Bwana, damu yako Yesu, damu yako Baba ikazidi kunena mema juu yetu Baba, katika jina la Yesu. Nawe Mungu uliyesema nikikaa ndani yako na neno lako likikaa ndani yangu, nikiomba lolote lile Baba nitapokea. Baba, katika jina la Yesu ninatamka msamaha wa damu yako Yesu juu ya kila mmoja hapa katika jina la Yesu. Na kwa msamaha ninatamka uponyaji wa damu ya Yesu. Kila mamlaka ya giza, ya maumivu, ya magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo ipate kukuachia sasa, ewe mtoto wa Mungu. Nguvu za giza ninaamrisha sasa mwapate kuachia. Shetani, hawa sio wako tena, hawa ni watoto wa Bwana Yesu. Msamaha wa damu ya Yesu unapita juu yao sasa. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, kwa michubuko ya Bwana Yesu umepona. Sema amen. Kwa michubuko ya Bwana Yesu uko mzima. Sema amen. Kwa kupigwa kwa Bwana Yesu na akapata maumivu, akamwaga damu yake, akapata vidonda, wewe uko mzima. Sema amen. Kwa jina la Yesu simama sasa. Kwa jina la Yesu Kristo ui mzima. Kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu uvimbe, yeyuka kwa damu ya Yesu.
katika jina la Yesu Kristo. Kansa hapo sio mahali pako. Hawa ni watoto wa Bwana Yesu. Msamaha wa damu Yesu umepita sasa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, hawa sio wako tena. Kwa nguvu ya jina la Yesu wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wamelisikia neno la Mungu la uzima, limewaokoa na limewatoa kwenye maangamizo yao yote. Kwa jina la Yesu, maangamizo sio sehemu ya maisha yako, mtoto wa Mungu, na kutamkia kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, uko mzima. Sema amen. Baba, nasema asante. Tazama mioyo ya watoto wako Bwana, nami ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, haja za mioyo yao Baba ziko mbele zako. Mungu uonaye mpaka mioyo, ninatamka kwa jina la Yesu Kristo Baba, ukawape sawasawa na mapenzi yako, ukawape kwa ajili ya jina lako ambalo mtumishi wako ninalitaja sasa Bwana, na jina lako likazidi kutukuzwa Baba. Asante kwa ajili ya ushuhuda huu kwa jina la Yesu Kristo. Haja za mioyo yao Baba zinapatikana sasa kwa utukufu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Pokea kwa nguvu ya jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu, tumeimaliza wiki hii kwa jina la Yesu, na tunaingia wiki nyingine kabisa katika jina la Yesu, tukiwa tumesimama katika ushindi wa damu ya Yesu, na kila tunaolifanya kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, tunayafanya yote katika jina la Yesu. Mimi na watoto wako wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Baba, ninawabariki. Ubarikiwe mtoto wa Mungu, ubarikiwe ingiapo na kutoka. Libarikiwe kapu lako, mikono yako ibarikiwe, kazi za mikono yako zibarikiwe, na popote unapopakanyaga sawa sawa na neno la Mungu, kwa jina la Yesu ukatawale. Tawala mtoto wa Mungu, tawala kwa jina la Yesu, na jina la Yesu Kristo unaolitaja katika kinywa chako likazidi kutukuzwa Baba. Jina lako litukuzwe, watoto wako kila wanapokanyaga. Ufalme wako Baba ukadhihirike, ufalme wako uliojaa haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Asiwepo wa huzuni kwa jina la Yesu, asiwepo kukata tamaa wala kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu tukawahudumie, maana hawa nao ni uzao wa Ibrahim kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Oh, asante Yesu likasika. Baba, nasema asante Mungu, umetenda. Hata sasa Bwana, wewe ni mwema, umetenda kuliko tulioomba na tunayawaza, na jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe na kuhimidiwa milele na milele. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen. Fanikiwe wewe na kizazi chako chote. Amen.